Tumsifu Yesu Kristo. Karibu kwenye chaneli yetu ya I Am Catholic Tanzania. Katika video hii, tunakupeleka kwenye safari ya kipekee ya maisha ya mtumishi mwaminifu wa Mungu. Je, unamfahamu kardinali wa kwanza mwenye ushawishi mkubwa Tanzania? Kutoka kijiji kidogo cha Mwazwe hadi Vatican, leo tunakuletea simulizi ya maisha ya Kardinali Polycarp Pengo. Tarehe 5 Agosti 1944, katika kijiji cha Mwazwe, Sumbawanga, alizaliwa mtoto ambaye hakujua kuwa siku moja angekuwa kiongozi mkubwa wa Kanisa Katoliki Tanzania. Akiwa kijana, alisikia mwito wa kumtumikia Mungu. Akaingia seminari, akajifunza nidhamu, sala na kujitoa. Mwaka 1971 akawekwa wakfu kuwa padre. Safari yake haikuishia hapo. Mwaka 1983 akawa askofu wa Nachingwea. Baadaye akawa askofu mkuu wa Dar es Salaam, jimbo kubwa lenye waamini wengi na changamoto nyingi. Mwaka 1998 aliteuliwa kuwa kardinali na Papa Yohane Paulo wa Pili huko Vatican. Hii ilikuwa heshima kubwa kwa Tanzania nzima. Kardinali Pengo alijulikana kwa kusisitiza maadili, familia na amani ya taifa. Alikuwa sauti ya kanisa katika masuala ya kijamii na kitaifa. Alisema ukweli kwa upendo na kusimama imara katika imani. Mwaka 2019 alistaafu rasmi uongozi wa jimbo kuu la Dar es Salaam, lakini mchango wake haujaisha. Anaendelea kuwa mfano wa uaminifu, uvumilivu na kujitoa kwa Mungu. Kutoka Mwazwe hadi Vatican, maisha yake yanatufundisha nini? Kwamba Mungu anaweza kumuinua mtu yoyote anayekubali wito wake kwa moyo wa uaminifu. Kama umebarikiwa na simulizi hii, tafadhali subscribe, like na share video hii. Mimi ni Mkatoliki na hii ni I Am Catholic Tanzania. Tunakushukuru kwa kutazama video hii. Ikiwa umependezwa, tafadhali like, share na kusubscribe kwenye channel yetu I Am Catholic Tanzania ili kuendelea kupata mafundisho zaidi ya imani, historia ya kanisa na maisha ya watakatifu. Tumsifu Yesu Kristo, milele amina.